sasa hivi kusema kuna tofauti na watu wanajua tofauti. Kila mnaanza kuani wanakuja na lugha zao wanawake na wanaume wanasema ngoma hapo mazumani yani mambo tofauti. Kwa utakuja kama mambo yani mtume aliwahi kufanya katika umri wake ama masahaba waliwahi kufanya ama maimamu waliotangulia waliwahi kufanya mambo ambayo ni mambo ambayo yanataka vipi na sote tunaona katika mtandao. Swala lake kuhusu maulidi. Lakini sasa mimi hapa limenitatiza, mmekuwa siyo ni mjibu nne, ataka mtumi, ataka masahaba, ataka maimamu. Shati tukubali, wewe kiongozi chako ni mtumi, ni maimamu au ni masahaba au ni mtumi. Na kama niuliza mtumi alifanya au masahaba au maimamu, kwanza nataka kujua wataka mtumi, wataka masahaba, wataka maimamu. Kwa hiyo mimi nakupa homework. Pili, Bashiri, ningekuomba swala hili tuweza kunena limepitiwa na wakati. Kivipi? Kweli haifai. Mimi pia nasema wanenao maulidi yafaa, lakini haifai kutangamanisha wanawake na wanaume. Wanenao maulidi haifai, ni ijtihadi yao. Haya si masala tena watu tukaketi tukajadiliana, ni kufika kuangalia kwamba lipi ambalo kwamba ni la munkar tuafikiana liondoshwe. Kama hiyo masala kutangamana wanawake na wanaume, hili sote tuafikiana. Hakuna Muislamu atakaye kunena yafaa kutangamana wanawake kwa wanaume. Sawa iwe kwa maulidi, sawa hata kama iwe kwa swala. Tuje hapa wanawake wanaume, ile maka nkulateni pale, lakini msikitini kwetu hatuwezi kuwatangamanisha. Kwa hiyo ikiwa kwenye swala hatuwezi kuwatangamanisha, na kwenye maulidi ikiwa kuna watangamanisha, utawaambia huku kutangamanisha ni makosa. Lakini nikupe kaida moja, ingekuwa dini lazima alolifanya mtume ndio twafaa kulifanya, ni mambo mingi hayafai kufanya. Ingekuwa hii 12, si ndio? Litaanda 13, kutaanda tahajudi ndani ya haramu ya Maka, kutaanda qiyamul layli ndani ya haramu ya Maka, kuswaliwa usiku kwa jamaa. Mtume hakufanya ile, umefahamu? Mtume hakufanya ile. Lakini masala dini haiendi, hatuende kwa mtazamo kuangalia mtume alifanya, yeye mwenyewe alifanya. La, sharia ya ruhusu, kitu cha pimwa kwa mikiasi cha sharia. Sharia ya ruhusu, sharia hairuhusu. Sharia ya kubali, sharia haikubali. Ni mengi tukitaka kuangalia kwamba hili lafaa, hii kuswalisha tarawehe kwa juzu, mtume alilifanya? Hakuna hata kihadithi. Lakini swali, umefahamu? Kwa hiyo masala ya sijui kuzuru makaburi, kusoma maulidi yafaa au haifai, haya ni masala ndio yaliyoleta pengine kunena baadhi ya Waislamu wakatukiana, na ilikuwa si jambo la kutukiana, ni jambo la kusameheana. Wewe waona hili, nipe nafasi, mimi naona nisisome, sipe nafasi, wewe waona hii, mueleze mwendani wako. Basi kiwa utasoma, mixi wanawake na wanaume. Kitu muhimu ni kufahamu nini maulidi. Maulidi ni neno ambalo kwamba limetokamana na mazazi. Sasa tukiwa mazazi, mtume mwenyewe alisherekea kuzaliwa, mtume naam alisherekea, lakini alisherekea vipi? Alikifunga. Mbona nyinyi hamufungi? Wewe funga. Wewe msherekeavyo mimi, wewe wasema makosa. Alivyosherekea wewe mtume, wewe ni kweli kila soma maulidi ufunga Jumatatu? Ukimuuliza mtu kwambia maulidi mtume hakufanya, mtume alifanya la kufunga, wewe ufunga kila Jumatatu, wewe ufunga? Sasa kiwa wewe kuweza hilo, ngafanya jingine la kumswalia. Alhasili haya ni masala, na mimi huwa sipendi kuingia ndani, sababu mimi sikuya hapa kumsomesha mtu maulidi. Atakaye na asome, na asotaka baki yao usisome, khiari yako. Mimi nimekuja hapa kuelimisha mambo ambayo kwamba ni ulawia, first priority, muhimu sana, ambao ni zaidi na zaidi. Hiyo uzungumzalo kwamba kikuwa kuna munkar, kweli munkar ni jambo baya. Ikiwa kuna munkar, mimi na wewe niko tayari, natangaza rasmi, yoyote afanyao maulidi akakusanya wake na waume, maulidi yake aswa lengo haya, wanawake ndoni ketini hapa na wanaume ngiani omo kati, namwambia huyu amefanya jambo la haramu, madhambi, na hayafai kuhudhuria maulidi kama haya. Afanyao ni kuwahudhurisha,
La, mwenyewe amefanya. Wanaume wanawake tini, wanaume au wanaume tini, wanawake yu, mwanamume mmoja kenda akapanda. Ni kuulizwa wewe, bwana, kwa wanaume nkule, wewe huku umekuya, wewe tukuhesabu nani? Umefahamu? Huyu tutamwambia hakuwatangamanisha. Lakini suala namna ya kusoma maulidi yatakiwa yasomwe gani, masala yamekhtalifiana na yamejadiliana sana, na hayakumtoa asosoma akaingia kwenye kusoma na asomao akamtoa. Kwa hiyo tuangalie mahala ambako kwamba twajua sote tutaweza kupata natija, au kuna mambo ambayo kwamba tuaona tuafikiana, tuelezane kwa ndia nzuri. Shekhe, kweli mwasoma maulidi, lakini bwana kuna mambo fulani punguzeni. Mathalan mimi niseme na nasema siku zote, lao ingekuwa kwa wasomao maulidi ni fursa ya kumtangaza mtume itakiwavyo, kwa maana kila maulidi watu watatoka na darsa la kumfahamu mtume, badala ya kuja tumesoma maulidi baadaye kushambuliana, mawahabi ni kadhaa. Jamaa, sisi tumekuja maulidi ya mtume, tuelezeni mtume. Ateni watu wengine. Wewe kwenye harusi yako utapenda sifu ya harusi nyingine? Tumekuja ni maulidi ya mtume, leo tueleze mtume kuhusu kadhaa. Mtume katika ghazwati Badri alifanya nini? Mtume katika ghazwati Uhud. Haya ndio ingekuwa maulidi bora. Watu mpaka akimaliza ule mwezi wa maulidi wamefahamu matukio ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na nafikiri ya wallahi angekuwa kwa ndia namna hii, hakuna angekataa kuhudhuria. Yani kila jalsa ya kuswaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam baadaye aelezwa mtume. Yote tunataka kuelezea vipi mtume aliishi na ambaye si Waislamu, vipi mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na watoto wadogo, vipi mtume aliishi na wake zake, vipi mtume aliishi na wanafiki, vipi mtume aliishi na wanaomtukia, vipi mtume aliweza kubadilisha chuki zilioko kwa watu wakigombana mpaka wakawa watu ni marafiki, wako tayari wao kupigana na watu wao ambao kwamba maadamu sisi tuko kwenye dini moja. Hewa, haya ndo tutakaye. Lakini la, sisi tumekuya badala kumwelezea ule alotukusanya, huenda kaelezea watu wengine. Hapa pia ni makosa. Pande zote zatakiwa kurekebishwa. Nyinyi jamanini musomao, muelezeni huyo mumsoma muloweka maulidi kwa ajili yake, na nyinyi mukatao angalieni kwa busara, musikatae yote. Kama liko la kukatalika ndoni mulieleze kwa makini, kama hiyo masala. Manena kuwatangamanisha, jambo zuri. Vipi namna gani tutawaweka kando, au wanawake wasome kivyao wanawake na wanaume wasome kivyao wanaume, kusiwe na mtangamano. Mathala mimi nakumbuka siku nilizungumza siku ya kusherehekea kuzaliwa mtume SAW. Jamanini wanawake, msitoke mmejipamba, msitoke mmejipamba. Huku siku kwenda kumsherehekea mtume, huku ni kumkhalifu mtume. Toka ukaonesha una furaha, leo ni siku alizaliwa mtume, lakini toka kwa namna alivyotaka mtume utoke. Wewe umetoka umejipamba, huku kutoka kumsherehekea, huku kumvunda. Umefahamu? Lakini usilikataze jambo an aslihi, sema haifai kwenda kusherehekea siku ya kuzaliwa. Tupe na wewe dalili kwa haifai. Mwisho, siku zote haulizwi afanyao dalili ya kufanya. Wewe ukatazae mpe dalili ya kutofanya. Mimi ukaya saa 8 ukaniona uswali, haifai kunambia haifai kuswali sasa hivi. Nipe dalili ya kufanya. Au mimi si naswali saa 8? Allah, ukatudirika saa 8 uswali msikiti tele hapa saa 8. Allah, ukaya nipeni dalili ya kuwa nyinyi mwafaa kuswali saa 8. Tutakwambia tupe wewe dalili ya kuwa sisi hatufai. Basi tupe wewe dalili ya kuwa saa 8 watu hawafai kufanya nini. Sisi tutafute dalili ya asli ya jambo lolote, wewe fanya ile. Ikiwa kuna dalili hufai kufanya, upo asli jambo lolote wewe wastahiki ufanye tu, ile ikiwa lile jambo kuna dalili hufai kufanya. Kwa hiyo wewe siku zote mwambie mtu akupe dalili ya kuwa haifai. Usimwambie mtu nipe dalili ya kuwa hufaa. Takuwa mkazi tukitafuta dalili ya kuwa ni kila jambo itatubidi tutafute dalili ya kufaa. Asli sisi kutafuta dalili ya kuwa haifai. Tuko
Naambia haifai kupiga kamera, nipe dalili ya kuwa hufaa kutukua kwa video. Nipe wewe dalili kwa haifai. Nipe dalili ya hufaa kuvaa miwani. Nipe wewe dalili ya kuwa haifai kuvaa miwani. Kwa kazi sasa yao. Nipe dalili ya kuwa hufaa kuvaa kofia zito. Nipe wewe dalili ya kuwa haifai. Si mimi nitafuta dalili, nitakuvaa kofia zito, nitaka dalili. Nitakuvaa kibandiko, kwa kazi sasa. Muhimu mimi kuwa hakuna dalili. Kule kuwa hakuna dalili ya kuwa haifai ndio dalili ya kuwa hufaa. Na hata kwa kazi dalili ya kuwa hufaa kupanda gari. Dalili ya unakumbuka kiswa bwana mwali ingia kwenye taxi. Sitaki kutoa ushahidi kwamba hili alilofanya ni la sawa, lakini kuonesha kwamba sangine wewe usitake kila kitu ule bwana alipoingia kwenye taxi akatoa sigara akawasha. Dereva wa taxi akamwambia, "Kwa nini wewe unavuta sigara? Je, wakati wa Mtume ilikuwa uko sigara watu wakivuta?" Huyo alopanda kwenye taxi mwambie ule mwenye taxi ndio dereva, yani dereva wa taxi. Ule akatoka sigara akaizima, kawasha mziki. Akitia mziki ule huyo alopandishwa akamwambia, "Hey, mbona wewe washa mziki? Je, wakati wa Mtume ilikuwa kwa mziki?" Dhiki alisimamisha taxi akamwambia, "Hey, shuka. Wakati wa Mtume alikuwa hakuna taxi, ngamia, nataka za ngamia upande." Wakati wa Mtume. Sasa si sawa lile la kunena ile mziki ni kitu haramu, sigara ni kitu ambacho kwamba wanazuoni makhtalifiana wenye walioko wenye kuharamisha, lakini la ule kwamba yeye kila kitu. Wewe tafuta hoja ya kumwambia mtu bwana hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza. Mtume amenasi kwamba hili halifai. Lakini sio afanyao lazima awe na dalili ya kuonesha kwamba hili lafaa kufanya nini? Kufanya. Taendelea wenye makompyuta, "Hey, haifai kuzanya kompyuta." Kwa nini? Nipeni dalili kwa ufaa. Tupe wewe dalili ya kuwa haifai kuzanya kompyuta. "Hey, haifai simu." Nipe dalili ya kuwa hufaa simu. Nipe wewe dalili ya kuwa simu. Kwa hiyo siku zote nipe dalili ya kuwa haifai. Kumalizia, aonaye kusoma maulidi yafaa asome, aonaye maulidi kwake haifai. Lakini usinene maulidi haifai kawa na wewe hata kumswalia Mtume nyumbani kwako. Wajua kuna watu hucha hata kumswalia. Ukinena sallu ala nabii, huona akinena Allahumma salli sallam alayhi, amekuwa mtu wa maulidi. La haula wala quwata. Hukuwa mtu wa maulidi, umekuwa mtu wa kumswalia Mtume. Wallahi kuna watu hucha msikitini hapo, yeye kanena sallu ala nabii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia bakhili ni ule asikiao mimi kitajwa asiniswalie. Hucha kwa sababu gani? Akisema Allahumma salli sallam alayhi atakuwa ni mtu wa maulidi. Huyu mtu wa maulidi. Wewe ndio na fulana umswalie, andika sawa, mimi si mtu wa maulidi, lakini mswalie. Si tunataka umswalie, hatutaki uwe mtu wa maulidi. Sisi tunataka uwe mtu wa kumswalia Mtume. Na mtu yoyote ambaye kwamba yeye ajiita ni mtu wa maulidi hamswalii, huyo si mtu wa maulidi. Lengo ni kumswalia, na leo itapatikana. Mimi ndo kanena, jamanini msisome maulidi, ketini tu msikitini kila mmoja kivyake. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Lakini pia hilo halifanyiki. Msifanye hilo. Huu ni mwezi wa Mtume, wekani darsa ya kumweleza Mtume. Pia halifanyiki. Tutaweka darsa. Wale watu wa maulidi kazi yao kadhaa. Watu wa maulidi ushambulia wao na wao ushambulia watu wa maulidi, kumekuwa hakuna pata faida katika Waislamu. Ukitoka mfungo 6 hakuna hata aiwao ile tarehe ya Mtume. Hakuna hata aiwao. Wewe ukatao maulidi, waeleze Mtume kwa ndio uionao nzuri, na huyo akubalio maulidi, weka maulidi ni lengo, ni ndia ya kuweza kuelezea watu. Sio watu kimaliza mfungo 6 waliwao kasida tu, hawaisi tarehe yoyote ya Mtume. Hili pia makosa. Lengo ni kumtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kutangaza kasida. Ile kasida ni kipumbazi tu. Kama wewe pale ulapo pilau ukatiliwa na nyama, lengo ni ile pilau. Sasa lengo la kukusanyana si kasida, lengo ni Mtume. Lakini Mtume taambiwa hapa atasimama Ustadh Izzuddin dakika tatu, yani Mtume tumalize kwa dakika 3. Ni saa zote mapiga ngoma, saa zote matoa makasida, kisha Mtume aulize kwa dakika 3. Tuwaambia
pia ndia hii ni bado haijawa salimu. Wekeni ndia ambayo kwamba ni nzuri zaidi ya upgrade haya maulidi. Kasida siku zote tumezihifadhi kuanzia ujanani, lakini tunataka tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo maulidi yetu hapa Shibu atakuja mwenye kuzungumza ustadhi fulani na fulani, ustadhi fulani atazungumza namna gani Mtume alizaliwa yatima, tujue ule uyatima wa Mtume. Ustadhi fulani atazungumzia namna gani Mtume alilelewa. Ustadhi fulani atazungumza namna gani Mtume alifanya biashara. Ustadhi hii maulidi hii tamu hii. Sio hima tuwezengezi baba za kupiga matwari tu. Kila kitu wakati wake. Na wewe ambao kwamba waona hawa wafanyalo si la maana, wewe fanya la maana. Wewe ika muhadhara, jamanini yale sio maulidi. Kama wao wadai maulidi ni kumtangaza Mtume ni huko, tuelezane. Waande kutoa mihadhara yule Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nyinyi hamumuelezi, nyinyi mwatukana, na wao hawakuwa kisimama hawaelezi, huwatukana hao. Sasa sisi tulokuya kumsikiza Mtume, tumemsikia Mtume, tumemsikia Ustadhi Izzuddin akitukana. Wewe umetualika yeo ni maulidi ya nani? Lakini naona akitukana fulani. Kumekuwa pande zote mbili hawako kwenye Mtume. Kwa hiyo wewe usoma maulidi, angalia ni ndia gani utaweza kumtangaza Mtume itakiwavyo. Na wewe usosoma maulidi isikushughulishe. Asa wewe pinga utakavyopinga, wale khalas watasoma hawana kafara. Sasa ni ndia kuangalia namna gani nyinyi msosoma lakini mtamtangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndia ambao kwamba nyinyi muona ndio yastahiki. Sote tukubaliana kwamba Mtume afaa kutangazwa, hatukubaliani? Sote tukubaliana, hakuna Muislamu asokubali kwamba Mtume lazima atangazwe. Mimi naona ndia maulidi, wewe umeona ndia maulidi ya makosa. Tumia ndia yote. Lengo ni lipi? Tusikilie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naambia hakuna ruhusa kwenda na gari hapo. Na ni muhimu tuonane hapo. Sasa mimi sina ndia ile ya kwenda na gari. Na ule umwambia hakuna ruhusa kwenda na boti. Na yeye anaona hakuna uwezo alioweza ila kwenda kwa boti. Kwani lengo ni kufika wapi? Lamu. Wewe unataka tupande, mimi siwezi kupanda ndege. Wewe panda ndege. Na mimi niruhusu mpande gari. Umefahamu? Sababu lengo ni kwenda kukutana. Lengo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna gani tutamtangaza. Wewe mtangaze kwa ndia yako na mimi nitangaze kwa ndia yangu. Na ile kasoro naona mimi ndo keti na mimi unaelezea jamanini, kwa nini hambadilishi ndia fulani? Wallahi ingekuwa ndia nzuri kama ilikuwa tunasihiana kuliko kulaumiana. Kama ilikuwa tunasihiana kuliko kulaumiana, ingeleta natija uzuri kuliko ndia hii. Lakini ndia hii ni wallahi billahi tallahi, na mimi niko kwenye msikiti uno, haitoathiri. Bali kuna wengine wafanya sasa ni ikirahi. Sinyi mapinga matari tawetea na ngoma sana sandani. Hii huyu hana akili. Haya mambo si ya kushindana kwenye ngoma. Haya mashindano kuoneshana namna gani tutamnusuru Mtume. Kushindana kimahaba ya kumnusuru. Lengo la wenye maulidi waloweka ni kumsome, ni kumtangaza. Wajua wenye akili kila zama watafuta ni ndia gani ya kuweza kuwafikia watu kwa ile akili yao. Weangalia sasa hivi waona ndia kuweza kupata kufikisha ujumbe wao ni kutumia nini? Teknolojia ya nini? Ya nini? Ya simu. Wakaona bana watu hatuwezi kuwafikishia tuyatakayo ila kwenye simu. Tuwatengezee simu. Wale walioeka maulidi waliona hatuna ndia ya watu kuweza kuwafikishia kuwaelezea tarehe ya Mtume ila ni kuwekea usomi namna nini. Watu walikipenda nyimbo. Watu walikipenda nyimbo bwana. Na wewe angalia mpaka leo. Huoni wewe watu wapenda nyimbo? Sasa mimi nitakuwezaje nije nikueleze maulidi kwa ndia ya nyimbo? Ile ni sera. Tatizo sisi hatujui Kiarabu. Yale maelezo yale usikiao watu kusoma kwa sauti sallallahu alaihi wa sallam, hawa huimba, hawaimbi, hawa humueleza Mtume lakini kwa sauti nzuri. Sasa wale waliona kwamba hawa watu tukia kumwambia bwana nisome bismillahirrahmanirrahim wakana sallallahu mtu ataketi au nusu saa nzima nisikie wakana. Uko tayari mtu kusikiliza MTV jamaa anakula ngoma na
Ukamwona mtu hana hali mpaka mtu mzimana ngoma imemtukua. Sasa huyu hatuna ndia kumwelezea mtume, ila lazima umtilie na jino, kwambia weka jino. Sasa si mtume huyo? Kidogo kidogo mara wamekuwa wote wapenda kusikilizia. Wajua mwenye akili ni kuweza kukubadilisha wewe maukifu yako, sio yule mwenye kukulazimisha yeye atakalo. Mwenye akili sio yule ya kulazimisha, lazima akutwist, akubadilishe mpaka wewe, yani akuconvince mpaka wewe kukubali kuconvert pale uliopo uende kwa pale apatakapo. Huyu ndio hodari. Sasa waliona ndia nzuri ni hii, tuwatungia hawa maulidi kwa mfumo ambao kwamba wao wameuzoea. Naona suala limetukua muda mrefu, lakini insha Allah taala tustarajie tena masala yalokhtalifiana au nao. Mimi nanena siku zote, umefahamu?